Bwana asifiwe sana. Haleluya. Basi nitumie fursa hii kuwakaribisha tena jioni ya leo ikiwa ni siku yetu ya 3 na ya mwisho ya maombi yetu ya mfungo pamoja na semina, hasa kwa ajili ya kuombea taifa letu kwa hali hiyo ambayo imetukumba, na tunamshukuru Mungu kwamba so far nchi yetu iko kwenye utulivu, iko kwenye salama. Na leo kwa neema ya Mungu makamu wa rais ameapishwa na rais amefanya uteuzi na mabadiliko kwenye baraza lake kidogo, na tunaendelea kupata matumaini mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wajibu wetu ni kuzidi tu kuwaombea ili waweze kukaa kwenye mstari na kufanya yale yanayopasa kwa ajili ya taifa letu. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaendelea kumwomba Mungu pia kwa ajili ya huduma hii ambayo Mungu ametupa. Mungu hajatuweka mahali hapa kwa bahati mbaya. Mungu aendelee kukupa mzigo kuendelea kuombea huduma hii na sisi wote ambao tuko mahali hapa. Mungu atupe kupendana, Mungu atupe kuona ule wajibu ambao ametupatia kwa ajili ya kuyafanya mapenzi yake. Hatuko hapa kwa bahati mbaya, lakini Mungu ametuinua kwenye kizazi hiki kwa majira kama haya kwa ajili ya makusudi. Kwa hiyo usiogope, kaa kwenye nafasi yako, hakikisha unafanya kile ambacho Mungu amekuita kukifanya. Kama kuimba, imba kwa bidii zote. Kama kuomba, omba kama hutaomba tena. Kama utumishi wa aina yoyote, fanya kama hutafanya tena. Bwana asifiwe sana. Sasa mtakumbuka kichwa cha somo letu kinasema maneno na matukio ya kujifunza kabla ya kukamatwa na kusulubiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuliona tukio la kwanza juzi ile, jinsi ambavyo Yesu anadhihirisha pendo lake kwa njia ya msalaba. Lakini jana tukaona tukio la usaliti, tukio la usaliti pale ambapo Yuda anamsaliti Bwana wetu Yesu Kristo, na tukazungumza kwa mapana kwamba roho ya usaliti bado inafanya kazi ndani ya kanisa, kwenye taifa na maeneo mengine mbalimbali, kwa sababu roho ya usaliti haitoki kwa Mungu, isipokuwa inatoka kwa Shetani, ili kuua wale watu wema na kuwaondoa watu wema wasitekeleze mambo mema ambayo Mungu amewatuma kuyafanya, iwe kwenye nchi yao, iwe kwenye kanisa, iwe kwenye taasisi. Sasa mfumo wa kishetani kazi yake ni kuwazuia au kuwaua au kuharibu watu wema ambao Mungu amewaleta kwa makusudi mema ya kuleta ustawi, kama ni kwenye kanisa, taifa au hivyo. Sasa nikatoa shime kwamba na sisi watu wa Mungu lazima tuweke mtandao wetu wa kuwalinda watu wema na kuwalinda kwetu sisi ni kwa njia ya maombi tu, kwamba Mungu aweze kuwalinda watu wema wote wanaotenda mambo mema, ikiwa ni kwenye kanisa, ikiwa ni kwenye taifa, ikiwa ni sehemu yoyote ile. Na unaweza ukaona kabisa kwamba mtu yoyote mwenye roho ya usaliti, yeye anakuwa amebeba ajenda ya Shetani, anasukumwa tu. Na ndio maana ukimwangalia Yuda vizuri, baada tu ya kumsaliti Yesu na kupewa vile vipande 30 vya fedha, baada tu ya kumsaliti Yesu, roho yake ilimuuma sana, na akatambua kwamba vile vipande 30 vya fedha si kitu kwake, na alipotaka kuwarudishia wale mabwana walikataa. Kwa hiyo akawarushia namna hii. Umeona kwa nini? Kwa sababu roho ilimuuma, kwa sababu unapomsaliti mtu ni kama ufahamu wako unakuwa umefungwa. Mara ukishafanya roho ya usaliti, ndio sasa ufahamu wako unafunguka, unajua kwamba ulichokifanya sicho. Naamini kabisa hata mtu ambaye anafanya roho ya usaliti kumuondoa mwenzake kwenye nafasi fulani ya kiofisi, akishafanikiwa tu kumuondoa, hawezi kuwa na raha, hawezi kuwa na furaha ya hiyo nafasi ambayo yeye atakwenda kuishika, kwa sababu walimuondoa mwenzake.
siku zote atakuwa anapata mateso ya ndani, au ametumia hila akafanya roho ya usaliti akamuua mwenzake, iwe ni kwenye kanisa, iwe ni kwenye taifa, mahali pengine popote, bado hatapata amani, hatapata raha, kwa sababu roho ya usaliti haileti amani kwenye maisha ya mtu, kwa sababu ni roho ya kishetani. Salama yake huyo mtu kama atafika mahali na kwenda kwenye toba kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kumwambia nimeisaliti damu isiyo na hatia, kama atakuwa na majuto ya kweli. Lakini vinginevyo atahangaika kama Yuda, au atahangaika kama Kaini, kwa sababu damu isiyo na hatia ya Abel ilimtesa sana Kaini. Kaini alivaa roho ya usaliti kwa sababu tu Abel alikuwa ametenda mema. Hiyo tu. Kwa nini yeye amekubalika na Mungu na sio mimi? Akavaa roho ya usaliti, akaisaliti damu isiyo na hatia, na tangu alipoisaliti damu isiyo na hatia, yeye hakubaki salama. Nataka niwaambie, kama shetani anakutumia wewe kuisaliti nchi yetu, kusaliti watu waaminifu Mungu aliowaweka kwenye serikali, ukafanya usaliti wa aina yoyote, kuwasaliti watu wa Mungu aliowainua, maaskofu, wachungaji, ukaamua kuwasaliti, kuwatoa kwenye hizo nafasi, kuondoa uhai wao, nataka nikwambie, roho yako, nafsi yako haitabaki salama, utafuata njia ya kina Yuda. Sasa hili ni moja kati ya tukio ambalo linatufundisha sana kwamba sisi ambao tumemfahamu Mungu tujue kwamba roho hii imepangwa kumaliza watu wema, kwa sababu ni mtandao wa Ibilisi, ni mtandao wa adui, anatumia watu kumaliza watu wema. Na kwa sababu sisi ni vyombo vya Mungu, lazima tusimame kwenye nafasi zetu ili kuwalinda hawa watu wema ambao Mungu ameweka kwenye serikali, Mungu ameweka kwenye mikoa tofauti, Mungu ameweka kwenye taasisi, Mungu ameweka kwenye kanisa. Kazi yetu ni kumuomba Mungu na kumwambia Bwana, sisi tunalindwa na nguvu zako kwa njia ya imani. Petro anasema kwa njia ya imani walinde watu hawa wema uliowainua kwenye majira na nyakati kama hizi kwa ajili ya taifa letu. Walinde watu hawa wema uliowainua kwa nyakati na majira kama hizi kwenye kanisa lako, ili kanisa lako liweze kustawi, ili taifa letu na vizazi vyetu viweze kustawi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Beba hiyo kwa mzigo kabisa. Kila mtu mwema unayemfahamu kwenye serikali yetu, kwenye kanisa la Mungu, hakikisha unasema maombi yenye nguvu mbele za Bwana kwa ajili ya usalama wao. Sasa leo tunamalizia jambo hili la mwisho. Jambo la tatu, tutakuwa na mambo kama mawili. La tatu tunaloliona, tukio la tatu ni la Yesu kuwatawadha miguu wanafunzi wake. Yesu kuwatawadha miguu wanafunzi wake. Biblia inasema Yesu, vifungu vyetu vile utakumbuka tulikuwa tumesimamia ni Yohana sura ya 13 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 15. Sasa ukianzia ule mstari wa 3 wanasema Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani. Napenda ile. Akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe.
Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila kutawadha miguu, bali yusafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anasema, Biblia inasema kwamba Yesu alitoka chakulani, saa ya chakula. Aliacha chakula akatoka. Sio kwa sababu chakula hakikuwa na umuhimu, hapana. Lakini tukio aliyokuwa anakwenda kulifanya lilikuwa lina umuhimu zaidi kuliko chakula. Kwa hiyo alitoka chakula, akaacha, manake chakula ndio kiko pale, akaenda kufanya demo, akaenda kudemonstrate, akaenda kuonyesha kitu alichokuwa anataka wanafunzi wake wakielewe. Kumbuka, hizi ni hatua za mwisho kabla ya kukamatwa, kuuawa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matukio muhimu sana ya kujifunza. Sasa anatoka chakulani, anachukua beseni, anatia maji, alafu anachukua taulo, anajifunga kiunoni, anajifunga kitambaa kiunoni, anaweka taulo lake begani, akaanza kuwanawisha wanafunzi miguu. Anawatawadha miguu, anawasafisha na kuwakausha kwa kile kitambaa. Alipofika kwa Petro akagoma, akasema, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akamwambia, nifanyalo huwezi kulijua sasa, utalijua baadaye. Petro akamwambia, hapana, haiwezekani. Kwa nini Petro alikuwa anakataa? Kwa sababu vile Yesu alivyojifunga taulo lake hapa na kuweka kitambaa chake hapa na kuchukua beseni, ule mvao, ile staili ya mvao walikuwa wanavaa watumwa, na kazi aliyokuwa anaifanya ilikuwa ni kazi ya kitumwa. Sasa Petro anasema, inawezekanaje Bwana wangu afanye kazi ya kitumwa? Inawezekanaje? Unajua, ni sawasawa watu waje hapa kanisani wanikute mimi nimeshika kitambaa nafuta viti. Ndio sema, mchungaji, acha. Kwa sababu ni kwamba hii sio kazi inayomstahili nani, inayomstahili mchungaji wetu. Ndivyo Petro alivyokuwa anapata shida. Lakini Yesu akamwambia, nilifanyalo hili wewe sasa huwezi kulijua, lakini utajua baadaye. Kuwa mpole Petro. Ndio maana ule mstari wa 7 anasema, akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Maana yake, Petro, kuwa mwelewa hata kama huelewi ninalofanya. Muda utaamua, utaelewa uko mbele. Kuna mambo, ndugu zangu, katika maisha yatatuchukua muda kuyajua na kuyaelewa. Kuelewa maana yake kiuhalisia, mambo yanayotukia kwenye maisha yatatuchukua muda. Lakini wanadamu tumekuwa na huruka ya kutaka kuelewa kila kitu saa hiyo hiyo, na kama hujaelewa inaweza ikawa ugomvi. Nimempigia simu, kwa nini hajapokea simu yangu? Kwa nini yaani hujui ni kwa nini? Hutaki kujipa muda kwamba labda tu huyo mtu labda simu iko mbali, labda iko kwenye silence mode, kwa hiyo hajasikia. Hutaki kujipa huo uvumilivu na subira. Utataka kulaumu, utataka kusema yote unaweza kusema. Yesu anamwambia Petro, sio kila kitu lazima uelewe sasa. Vingine vinahitaji muda. Kuwa mwelewa hata kama huelewi tukio hili sasa. Vuta subira. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na mambo ya Mungu ndivyo alivyo.
Wakati mwingine Mungu anaruhusu tukio, utamlaumu sana Mungu. Mungu, kwa nini hivi? Kwa nini imetokea kwangu? Kwa nini imetokea hivi? Nataka nikwambie hivi, kuwa mwelewa hata kama uelewi kwa nini yametukia aliyotukia. Tumepatwa na msiba wa rais wetu. Nilimsikia mwanamuziki fulani ametukana sana, akamtukana Mungu sana sana, matusi ya nguoni na mtukana Mungu. Mambo ya ajabu sana. Kwa nini amemchukua nani? Amchukua rais. Utampangia Mungu. Kuwa mwelewa hata kama uelewi. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Maana yake sisi understanding yetu iko kama kwenye box, iko limited. Yaani ina mipaka, uelewa wetu una mipaka. Kama uelewa wetu una mipaka, hatuwezi kutambua mambo ya Mungu ambayo Mungu hana mpaka katika kuelewa. Sisi wenye mipaka hatuwezi kumwelewa Mungu mwenye mpaka, isipokuwa Mungu amejifunua kwetu na kutuondolea mipaka. Kwa hiyo lazima tuwe watu wenye subira, watu wenye kumtumaini Mungu sana, na watu wenye kusema Mungu, sijaelewa hili kwa nini limetukia, lakini naamini ni kwa nia njema, ni kwa makusudi yako mazuri, na muda ukifika utanipa kuelewa. Kwa nini huyu amenitukana? Mungu, sielewi, lakini nataka kuwa muelewa hata kama sielewi kwa nini amenitukana. Huenda unanifundisha uvumilivu, huenda kuna kitu unanifundisha. Sasa hivi nimepatwa na uchungu sana kwa alionitendea, lakini Mungu, nataka kuwa muelewa hata kama sielewi. Kuna mambo unaweza ukajiuliza kwenye maisha haya, ukajiuliza sana, na usipate majibu yake mpaka unaondoka hapa duniani. Ndio maana tunasema Mungu atabaki kuwa Mungu. Kama tutaweza kumpredict Mungu na kumwelewa Mungu katika ujumla wake wote, basi Mungu atakuwa kuwa Mungu. Huyo atakuwa sio Mungu. Na ndio maana Mungu anajifunua kwetu kidogo. Ndio maana usije ukalogwa ukafikiri kwamba hapo ulipo umeshamjua Mungu sana. Mungu amejifunua kwako sehemu ndogo sana sana, na mpaka tutatoka hapa duniani bado tutakuwa tujamfahamu Mungu inavyotakiwa. Kwa hiyo usije ukajivuna kwamba kwa level uliofika kwamba mimi namjua Mungu. Unajidanganya, ibaki kwenye nafsi yako. Lakini ni kisehemu kidogo sana Mungu alichojifunua kwako kumhusu yeye. Ndio maana kama kuna maombi tunapaswa kumwomba ni kwamba Mungu, nipe neema ya mimi kukujua wewe. Amesema kwenye neno lake kwamba wana wa Israeli walijua matendo yake, lakini Musa alijua njia zake na matendo yake. Ndio maana wana wa Israeli walikuwa wananung'unika sana kwa sababu hawakujua njia za Mungu. Wao walijua matendo, walijua miujiza tu, lakini hawakujua njia za Mungu. Kwa hiyo walikuwa wananung'unika, walikuwa wenye kulaumu Mungu, walikuwa na mambo kama. Lakini Musa alizijua njia za Bwana. Ndio maana hata wana wa Israeli waliponung'unika, yeye alikwenda akalala na mbele za Bwana, anamwambia Bwana, usiwaangamize. Anawaombea rehema waasi waliomwasi Mungu. Kwa hiyo hatuwezi kujua kila jambo kwa wakati huo kwa ubinadamu wetu. Kwa hiyo nataka kusema tena, kuwa mwelewa hata kama mwelewa. Mstari ule wa 8, Petro anakataa, anamwambia wewe hutanitawaza miguu. Hutanitawaza. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza miguu yako, huna shirika na mimi. Huna shirika na mimi. Tunachojifunza hapa ni kwamba huwezi kuwa na uhusiano na Yesu kama hujatubu na kukubali damu yake ikusafishe. Haiwezekani. Ndio maana ule mstari wa 10 anasema kuna waliokuwa wanatakiwa kunawa na kuna waliokuwa wanatakiwa kuoga. Yesu anamwambia kwamba aliyeoga hahitaji kufanya nini? Hahitaji tena kuoga, hahitaji kunawa tu. Lakini sio wote mlio safi, kwa maana ya kwamba kuna wengine kati yenu wanahitaji kuoga. Kama Yuda alikuwa anahitaji kuoga kwa sababu hakuwa safi, hakuwa anahitaji kunawa, alikuwa anahitaji kuoga.
Lakini kuna wakina Petro waliokuwa wamekwisha kuoga, waliokuwa wamekwisha kumwamini Bwana, walikuwa wanahitaji toba tu ya kawaida, ile kunawa tu miguu, mikono hivyo. Na leo unaweza ukashangaa ndani ya kanisa kuna watu waliooga na kuna watu ambao hawajaoga, lakini wapo ndani ya kanisa. Nataka kusema hivi, uko hapa unanisikiliza kwenye YouTube, WhatsApp, uko ndani ya kanisa na una uhakika hujaoga, nenda kaoge. Nasema hivi, uko ndani ya kanisa na hujaoga, kwa mujibu wa neno la Bwana, nenda kaoge, kwa sababu damu ya Yesu Kristo imemwagika kwa sababu ya wewe kuogeshwa, wewe kuoga ili kutakase. Na baada ya hapo uendelee kuwa unanawa, tunakusafisha uso na nini, lakini huwezi ukajisafisha uso wakati hujaoga. Utanuka watu, utawanukisha kikwapa, utawanukisha huyo mdomo na nini. Nenda kaoge, nenda kaoge. Watu ambao hawajaoga ndio wanatuletea matatizo ndani ya kanisa. Na wanatuletea matatizo ndani ya kanisa, harufu za ajabu ajabu. Wanaishi maisha ambayo hayatakiwi ndani ya kanisa, hayatakiwi ndani ya Kristo. Kwa sababu gani? Hawajaoga. Na mfano mzuri ni Yuda. Yuda alikuwa hajaoga, na unajua alichofanya. Usaliti kwake ulikuwa sio shida. Watu wote ambao hawajaoga ndio utakuta wanatuletea mambo ya ajabu ajabu. Wanachukia wenzao, wanaweka roho ya visasi, wanaleta roho tu ya ajabu ajabu, matengano, kugawa watu, kugawanya na maneno ya ajabu ajabu. Kwa sababu gani? Hawajaoga. Mtu aliyooga anakuwa mwangalifu sana asijichafue, kwa sababu ameshaoga. Namuonaga mama, mke wangu anamwambia mtoto, wewe umeoga, unajichafua. Maana ukishaoga unakaa mkao mzuri, umeshaoga unakaa vizuri. Kumbe yuko hapa, huyu hapa ameshaoga, alafu anakwenda kurukaruka huko. Mama anakuwa mkali kweli, wewe rudi, kwa sababu umeshaoga. Unatafuta nini kujichafua chafua? Kwa hiyo ukishaoga unatakiwa uwe unatunza ile hali yako ya usafi. Na ikishafika usiku, unanawa watu wanaambia kana miguu, unanawa miguu na nini, ili ukipanda kwenye shuka usichafue shuka. Nataka kuambia hivi, hii ni dhana ambayo Yesu alikuwa anaifunua, kwamba ndani ya kanisa watu wanahitaji kuwa wameoga kwa damu ya Yesu Kristo. Na baada ya kuoga kwa damu ya Yesu Kristo, shetani atarusha zile vumbi zake zile. Mara mawazo vibaya vimekuja kuhusu mtu, unamwambia Mungu wangu, kweli nimemwazia huyu mtu vibaya, lakini sivyo, naomba damu yako inisafishe. Yaani pale sasa unanao, kwa sababu wewe ulishaoga. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Glory be to God. Bwana asifiwe. Mungu tusaidie. Wenzetu ambao hawajapata neema ya kuoga, Mungu waogeshe. Lakini kuna watu ambao wameshaoga ila hata kunawa hawataki. Wanaona uvivu na wanapanda hivyo kwenye kitanda, wanachafua mashuka. Nataka kusema hivi, mliooga, kunawa ni muhimu. Kunawa ni muhimu. Mikitu mingine ni mivivu, kwa sababu unasema nitavaa soksi, ninavaa soksi ili nisichafue shuka. Hujafanya kitu. Nenda kanawe, ukae ukiwa msafi. Hatutaki watu ambao wameoga lakini bado wana mavumbi. Nenda kanawe. Msifikiri ninachekesha hapa. Hii sichekeshi, mimi niko serious. Haya ni mambo ambayo Yesu anayafunua kabla ya kukamatwa kwake na kusulubiwa kwake. Ni mambo muhimu ndani ya kanisa. Ukiniona vijitu linakuja unasema, Baba, katika jina la Yesu ninatubu, ninaomba unisamehe, ninatubu. Haya, ingia hata moyoni, mjue hilo limevaa socks, miguu yake ni michafu. Limevaa socks. Lakini mtu anayenawa kweli, unaona moyo wake anakwenda mbele, anamwambia Mungu, unanijua, umeona ninavyowaza, umeona uchungu nilionao dhidi ya ndugu yangu, umeona kwamba moyo wangu sio safi. Bwana, yaani ananawa kwa sababu anajua
vumbi zilizomchafua, anajua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini alipomaliza kuwatawaza, maana alimwambia Petro, baadaye alimwambia kama wewe ukikataa unashirika nami, wakaongea pale hivyo. Alipomaliza kuwatawaza, Yesu akawauliza swali muhimu sana. Mstari wa 12 akasema, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Swali nalipenda sana. Baada ya kufanya hayo yote Yesu aliyoonyesha pale kuwatawaza, anaambia msifikiri kwamba mimi nilikuwa nafanya mchezo wa kuigiza, kwamba nilikuwa najifurahisha. Mmeelewa hicho ambacho nilikuwa nakifanya hapa, hicho nilichokuwa nawatendea? Ule mstari wa 12 anasema, labda tuusome kabisa. Anasema, basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Unajua, wakati mwingine watu wako kanisani wanafanya matendo kule kanisani bila kuelewa maana yake nini. Wewe fikiria tu, kwa mfano hata tunapotoa sadaka kila Jumapili, ukiwauliza watu, hivi mnaelewa ili tendo la kutoa sadaka mnaolitoa hapa, mnaelewa? Wachache sana watakwambia kama wanaelewa, lakini wengi wao tunaambia si wakati umefika kutoa sadaka, kwa hiyo tunajuaga tu kwamba tunafanya nini, tunatoa sadaka. Si wakati umefika kutoa fungu la 10 tunajuaga tunatoa. Lakini unaelewa? Yaani kufanya kitu bila kuelewa ni shida sana. Maana hutakifanya kwa moyo na hutakifanya kwa ukamilifu na hutakifanya kwa mapenzi, kwa sababu huelewi. Lakini ukimwona mtu anaelewa dhana ya kumtolea Mungu fungu la 10, unamwona mtu anaelewa dhana ya kumtolea Mungu sadaka, ya kwenda nyumbani kwake bila mikono mitupu, yaani utashangaa huyo mtu anavyojipanga, anavyojiandaa, anavyoiombea sadaka yake, anavyoisemea maneno, na mpaka anakuja kutoa hapa anakuwa yuko rohoni vibaya sana, kwa sababu lile tendo kwake lina maana, kwa sababu amelielewa. Kama haulielewi halitakuwa na maana. Chakula utakwenda utatumbukiza tu. Tendo la maombi tunalolifanya hapa, unalielewa? Usipolielewa utasema saizi ngoja nisubiri, saizi wameshamaliza kuomba ndio saizi ngoja ndio niende. Wewe yani huelewi. Lakini mtu anaelewa, anasema kwa sasa hivi karibu wanaanza maombi, ngoja niwahi, sitaki maombi yanipite. Nataka niwe mmoja kati ya watu wanaofanya kitu leo kwenye ufalme wa Mungu. Mtu atakimbia, atakuja, kwa sababu anaelewa nini maana ya maombi. Mtu mwingine kwenye huduma ya uimbaji, lakini haelewi anachokifanya kile. Anafikiri tu kwamba alikuja kusimama hapa, lakini haelewi kwamba Mungu anathamini vipi huduma ya uimbaji, anapokea vipi ibada ya uimbaji, anatazama vipi, kwa sababu sifa ile inatoka moyoni. Kwa hiyo kama haelewi, anakuja anaifanya tu labda kama vile kwa sababu mwalimu amemtaka au sijui hivyo, umeona amelazimishwa hivyo, haelewi. Lakini mtu aliyeelewa atasema hii ni commitment yangu kwa Bwana. Nikifika kwa Bwana nina kitu cha kueleza kwamba Mungu, niliyafanya mambo haya kwa uaminifu mkubwa. Nilikuimbia kutoka moyoni kwa uaminifu mkubwa. Nilijitoa kwa uaminifu mkubwa. Hata kama watu walikuwa hawaelewi, lakini Mungu uliona commitment yangu ndani ya moyo. Kwa sababu nilielewa, simuimbii mwanadamu, simuimbii mtu, simfanyi mtu, ninafanya kwa Mungu wangu, kwa hiyo nikafanya kwa moyo. Ndio maana Biblia inasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo. Lolote mfanyalo kwa tendo au kwa neno, fanyeni kwa moyo. Huwezi kufanya kwa moyo kama hujaelewa.
Kwa hiyo Yesu anawauliza, mmeelewa haya niliyoyatenda? Na mimi nataka kukwambia hii demo aliyoifanya Yesu ya kunawisha watu miguu mpaka leo bado hatujaielewa. Yako makanisa siku ya kesho ni Alhamisi Kuu, si ndio? Alhamisi yangu. Yako makanisa ambayo madhabahuni kule unakaa wazee wa kanisa, mchungaji anapita na wasafisha kabisa miguu kwa jinsi ya mwili. Lakini ukiwauliza kama wanaelewa, pamoja na kwamba wanafanya, hawaelewi. Kwa sababu utakuta hao wanasema na vibana, wanapigana vijembe huko, wanachukiana huko, lakini pale wanatawadhana miguu. Vitu vile tofauti. Yesu anawaambia hivi, mnaniita mimi mwalimu na Bwana, mnafanya vema. Kweli mimi ni Bwana na mwalimu. Mimi ni Bwana na mwalimu. Mstari ule wangapi wa 13? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatendea hivi, ikiwa mimi niliye master, mimi niliye kiongozi wenu nimefanya hivi, basi ninyi imewapasa na ninyi kutawazana miguu. Maana yake anasema hivi, imewapasa kutumikiana, imewapasa kunyenyekeana. Kama mimi mwalimu na Bwana nimeshuka chini nikawatumikia. Ndio maana tunasema uongozi ni utumishi. Uongozi sio kutumikiwa. Ndio maana marehemu rais wetu alikuwa anasema, jamani, mimi ni mtumishi wenu. Mimi ni mtumishi wenu, mmenipa hii kazi niwatumikie. Tusidharauliane, tusibezane, lakini tuheshimiane, tukosoane kwa upendo na kwa adabu, na tunyenyekeane. Ndicho kitu ambacho Yesu alikuwa anakifunua hapa, kwa sababu kumbuka kule tulisoma, alishayaona mashindano kati yao, wanabishana mitume kwamba nani atakuwa mkubwa, nani atakuwa mkubwa. Mimi ni mkubwa, mimi ni mkubwa. Yesu akajua kwamba hawa hawana dhana ya utumishi. Hawa wanataka ubosi, wanataka kila mtu, unajua unapokuwa mkubwa, kutoa amri. Anasema mimi niliye Bwana na mwalimu nimechukua nafasi kama ya mtumwa kuwatumikia na kuwasafisha miguu. Ninataka mtende hivyo. Lakini niambie leo hii, ni wazee wa kanisa wangapi wana unyenyekevu wa kuwatumikia wengine? Ni wachungaji wangapi sisi wenye unyenyekevu wa kuwatumikia wengine? Ni maaskofu wangapi wenye unyenyekevu wa kuwatumikia wengine? Ni watumishi wangapi kwenye sekta ya umma wanajua kwamba wao ni watumishi, wanapaswa kuwatumikia wengine? Cheo ni dhamana. Tulio kanisani na walio kwenye sekta ya umma, kama umechaguliwa kuwa waziri, umechaguliwa kuwa mbunge, uko sijui kule, wewe ni nesi, wewe ni daktari, sijui wewe ni nani, yaani wewe ni mtumishi, uwatumikie wengine. Na ndio maana tunaitana undani, mtumishi, mtumishi, mtumishi. Wewe mwimba kwaya ni mtumishi, mimi ni mtumishi, sijui ni mtumishi, na tunapaswa kutumika kwa unyenyekevu. Anasema mstari wa 15, nimewapeni kielelezo. Nimewapeni kielelezo. Kielelezo maana yake, yani nimewapeni kama darasa hivi, na nyinyi mfuate mfano huo wa kwangu. Hiki ni kielelezo. Muige, muyaishi haya nayowaonyesha. Uwe mchungaji, uwe mwanasiasa, uwe askofu, uwe Mtanzania wa kawaida tu, Yesu ametupa kielelezo, tuhudumiane kwa unyenyekevu mkubwa. Ndio maana Petro anasema Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anawapa unyenyekevu neema. Anasema basi tuhudumiane kwa unyenyekevu. Maana yake mahali palipo na kiburi hakuna kuhudumiana. Watu watakula
kufika kutoa kuosha vyombo au kutoa tu baadaye. Nimtolee mimi kwani yeye nimtolee. Lakini mtu mwenye dhana ya utumishi, wenzake wamekula, ataenda atatoa vyombo vyote vile, atatoa ataweka pale, na ikibidi ataosha. Wala hataki kuuliza nani kafanya nini. Ujue huyo ni mtumishi. Lakini mwingine atapenda ubosi tu, kwamba yeye tena hata haumizi kichwa. Mwenzake kafanya leo, kafanya kesho, yeye anaona sawa tu. Yeye anakula, kaweka mguu namna hii, mwenzake ndio anatoa, anaona sawa tu. Kesho amekula, yeye kaweka mguu, wala haumizi kichwa, anaona kwamba yeye amestahili kutumikiwa, maana yeye ni bosi. Nakwambia wewe ni taira. Hazikutoshi huko kabisa. Hivi uweze kujiuliza tu kwamba hivi siku zote tunakula, wenzangu wanatoa, mimi nimekaa tu. Wenzangu wanaosha vyombo, mimi hata sijiongeze. Wenzangu wanapeleka maji msalani kule, mimi hata sijiongeze. Wewe umekaa tu, wewe umekaa. Yaani Yesu anasema hapana. Kama mimi Bwana na mwalimu nimewaonyesha utumishi, fanyeni hivyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Msingi wa mfano huu ni kwamba Yesu anataka tufanye kama yeye alivyofanya. Leo hii watu wakishakuwa wachungaji, ndio mchungaji, mtamkoma. 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 Mwingine tu atajawa mchungaji, mwalimu tu sijua kwaya, si mwalimu tu mwalimu sijua wa praise sijua nini, mtamkoma. Mwingine tukika nafasi, mtamkoma. Ndio maana watu wanasemaga mpe mtu uongozi alafu mjue tabia yake. Watoto wangu, naomba tujifunze unyenyekevu. Na wasihi sana. Haya ndiyo mambo tuliyoachiwa na Bwana. Yaani umepewa cheo cha aina chochote, nafasi ya aina yoyote, tumika kwa unyenyekevu kabisa. Kwa unyenyekevu kabisa. Mwambie Mungu, kwanza mimi siwezi, sijui, lakini nifundishe tu. Sina ninalolifahamu mimi. Hawa ninaowatumikia wanafahamu kuliko mimi, lakini wamekaa tu. Naomba unyenyekevu. Unyenyekevu ni vazi. Tulivae siku zote na kumwambia Bwana, nivike vazi la unyenyekevu. Mwalimu wangu alinifundisha mambo haya, siwezi kusahau maisha yangu yote. Akasema unyenyekevu ni sawasawa kama na gunia ile linalokaa pale mlangoni. Kila mtu akipita anafuta miguu hivi, anaingia ndani. Lenyewe limekaa pale. Akipita anafuta miguu hivi, alipiga kelele, ile kama limekaa pale, anaingia ndani. Ndio mtu mnyenyekevu. Na kiburi, wanasema Waswahili, ashakum sio matusi. Mtanilia radhi kwa haya ninayosema. Ndio maana kiburi ni kama nguo ya ndani. Ni kama nguo ya ndani. Kutoka kwake Bwana, sio rahisi. Sio rahisi. Kwanza sijui utatoa kanga, sijui utatoa sketi, sijui utatoa nini, mpaka uikute huko ndani, imekaa huko ndani, ndio kiburi. Yaani hakitoki kwa urahisi, hakitoki kwa urahisi. Kwa hiyo ni jukumu letu kwa ajili ya kumwambia Mungu, hili kiburi kitojificha ndani yangu, na wadharau wengine, na wasemesha vibaya, hata sitaki kujua kwamba wanaumia au hawaumii. Mungu, hebu nisaidie. Mungu nisaidie. Lia wewe mwenyewe. Lia. Hamna mtu atakayelia kwa ajili yako. Wewe mwenyewe mwambie Mungu, fungua ufahamu wangu. Fungua ufahamu wangu. Maana wewe unawapinga wenye kiburi. Sitaki kuwa mmoja katika watu wanaopingwa na wewe. Hapana. Naomba Mungu nisaidie. Kwa sababu mtu mwenye moyo wa kiburi wala hapingwi na mtu mwingine, atapingwa na Mungu mwenyewe. Atapingwa na Mungu mwenyewe. Yesu anajenga hoja mstari wa 16 ule kwamba mtumwa sio mkuu kuliko bwana wake, wala mtume sio mkuu kuliko yeye aliyemtuma. Yesu ametutuma sisi na bado amekuwa mnyenyekevu, ameshuka. Sembuse sisi. Kama yeye amefanya hivyo, sisi tuliotumwa ni zaidi. Ndio maana kiongozi ni mtu wa kuishi maisha ya mfano, maisha ya wengine kuiga. Ndio maana Yesu anaonyesha kielelezo, anaonyesha kwa mfano.
Kiongozi ukiwa mwenye matusi, ujue watu wako wote watakuwa kwenye matusi. Kiongozi ukiwa mwenye kiburi, watu wako wote watakuwa kwenye kiburi. Kiongozi ukiwa mnyenyekevu, watu watafuata unyenyekevu wako. Kiongozi ukiwa ni mtu wa maombi, watu watajifunza kwako, watafuata. Kiongozi ukiwa mtu mtulivu na mwenye busara, watu watafuata. Ndio maana Yesu anatuonyesha haya mambo kwa kielelezo. Maanake anasema wala hakuna mtu angeweza kusema kwamba Yesu ni mtumwa kwa kuwa amefanya kazi ya kitumwa. Hakuna. Wala hali yake ya ubwana haiwezi kuondoka kwa sababu amekuwa mnyenyekevu. Hapana, bado anabaki kuwa yeye Bwana na mwalimu. Tukielewa logic hii, ndugu zangu, tutaondoa kiburi. Tutajiona kuwa sisi ni watumishi wa watu. Sisi ni watumishi wa Mungu aliye hai. Hatuna sababu ya kujivuna kwa chochote. Una nini wewe usichokipokea kwa Mungu ambacho ni cha kwako mwenyewe mpaka unajivuna? Una kitu gani? Hakuna. Biblia iko wazi kabisa. Hamna. Kwa hiyo nitoe mwito kwa sisi tulio hapa na wenzetu walio serikalini, tunapotafakari kielelezo hiki Yesu alichotuonyesha, tutambue ya kwamba sisi ni watumishi. Tuwatumikie Watanzania, tulitumikie taifa letu, tumtumikie Mungu aliye hai kwa uaminifu mkubwa. Kama uko bungeni, tambua kwamba wewe ni mtumishi. Kama wewe ni rais, tambua kwamba wewe ni mtumishi. Kama wewe sijui ni waziri, wewe ni mtumishi. Kama wewe ni mchungaji, wewe ni mtumishi. Wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni mtumishi. Na karakta moja kubwa, tabia moja kubwa ya mtumishi yoyote ni unyenyekevu, na si vingine. Ndio maana napenda sana na namuinua Mungu sana kwamba imeonekana wazi kwenye taifa letu kwamba sifa ya kumcha Mungu ni moja kati ya sifa ambayo kila kiongozi anatakiwa awe nayo. Ndio maana hata leo rais wetu amesema kwamba Mheshimiwa Mpango, makamu wa rais, ni mcha Mungu. Maana yake ni sifa ya kwanza ya kiongozi yoyote ile, kumcha Mungu, kumwogopa Mungu. Kwa sababu ukimwogopa Mungu huwezi kuwatendea wengine mabaya. Ukimwogopa Mungu utatenda haki. Ukimwogopa Mungu utafanya vizuri, utaisaliti nchi yako, utalinda rasilimali, utawaheshimu wengine kwa sababu unamcha Mungu. Sifa moja ya kiongozi ni kumcha Bwana. Napenda hiyo. Mungu ameitokeza hiyo sifa, ameifanya hiyo sifa ijitokeze sana kwenye taifa letu tangu uongozi wa awamu ya 5. Na namuomba Mungu kwamba sifa hii iendelee kudumu, ili wale wote waovu, wasiomcha Mungu, wasio na utulivu, wasipate nafasi kwenye nyadhifa mbalimbali, iwe ndani ya kanisa, iwe kwenye nchi yetu. Watanzania wajue kwamba tunahitaji viongozi wenye hofu ya Mungu ndani ya kanisa na nje ya kanisa, ndani ya kanisa na kwenye taifa. Mtu mmoja akasema watu waliookoka sasa hivi ni wengi, lakini wenye hofu ya Mungu ni wachache. Waliookoka ni wengi, wanaosema tumeokoka, lakini wanaomcha Mungu ni wachache sana. Ni wachache sana. Kwa hiyo tunahitaji viongozi ndani ya kanisa na kwenye taifa ambao sifa ya kwanza itakuwa kumcha Mungu. Na Watanzania mnawajua, wale waovu, wale wahuni, wale manyang'ao yanajulikana kwenye nchi hii, yasipewe nafasi. Manyang'au, maovu hata kwenye kanisa yanajulikana, yanapigana yapata uaskofu, yanapigana yapata uzee wa kanisa, yanapigana, lakini hayana kumcha Mungu ndani yao. Na ndio hayo yanavuruga kanisa la Mungu. Ndio majitu hayo ndio yanavuruga taifa, kwa sababu hayana hofu ya Mungu. Yanaweza kufanya chochote kwa maslahi yao kwenye kanisa, kwenye taifa, na wasiogope chochote. Unajua, kama umuogopi Mungu, ni nani anaweza kumwogopa mwingine?
Hamna. Kwa hiyo unaweza kuua mtu, unaweza kupiga mtu, unaweza kufanya chochote kwa sababu humchi Mungu. Tunakumbuka yule kadhi ambaye yule mama alikuwa anamwendeendea, akasema japo simchi Mungu na sijali watu, lakini nitampa huyu mama. Manake alijua kabisa kwamba ili kuwatendea watu vema, kiongozi anatakiwa kwanza amche Mungu na pili ajali watu. Ndio maana akasema japo simchi Mungu na sijali watu, maana alijua hizo ni sifa muhimu kwa kiongozi yoyote. Ukimcha Mungu na kujali watu, fanya vizuri. Kwa hiyo mstari wa 17 sura 13 kitabu cha Yohana tunapata motivation au hamasisho. Anasema mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Mkiyajua hayo, mkijua hicho kielelezo, unyenyekevu na dhana ya utumishi, mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Maana yake mmebarikiwa, mmefanikiwa mkiyatenda hayo, kwa sababu kujua ni jambo moja na kutenda ni jambo jingine. Yaani humu ndani tangu tuanze kuhubiriana, mimi naweza nikamention mahubiri yangu mengi, roho ya migawanyiko inavyoathiri watu wa Mungu, roho ya wivu inavyoleta maangamizo kwenye kanisa, mawasiliano yalivyo na umuhimu katika mahusiano, yaani mambo chungu mzima tumejifunza huko ndani, lakini Mungu akitupekua kama tumeyashika, yeye mwenyewe ndio shahidi. Lakini anasema heri ninyi mkiyatenda hayo ambayo mmepata kuyajua. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Kujua ni jambo moja na kutenda ni jambo jingine. Hakuna baraka kama unajua alafu usitende. Unajua kabisa, tulifundishana kuhusu mambo ya mdomo, maji machungu, maji matamu. Tunakumbuka ile shule. Ghadhabu, kwamba neno liumizalo linachochea nini? Ghadhabu. Lakini jawabu la upole linaweka mambo sawa. Lakini unashangaa mtu anatoa neno liumizalo, na yule anajua kabisa kwamba ile neno liumizalo linakuja kumletea ghadhabu, bado ghadhabu yake inalipuka, badala ya kusema ili neno limeletwa kwangu kama neno la kuniumiza ili lichochee ghadhabu, na mimi siwezi kuruhusu ghadhabu ilipuke. Utekelezaji huo unakuwa haupo. Mtu analipuka matusi, ngumi, sijui nini. Kwa hiyo utekelezaji uko wapi wa neno la Bwana? Uko wapi? Hatujifunzi neno kujifurahisha, tunajifunza neno ili tuliishi. Maana saa ambayo hasira inakuja kwako, unatakiwa useme hivi, ukumbuke neno la Bwana kwamba hasira hukaa kifuani kwa mpumbavu. Ukumbuke ile neno linalosema kwamba msiwe wepesi kukasirika, maana hasira itakupeleka kwenye kutenda dhambi. Ukishajua hivyo tu, ghafla hasira inafanya nini? Inayeyuka. Kwa hiyo unaingia kwenye utendaji. Anasema mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Lakini kwa sababu tunayajua hatuyatendi, tunakosa baraka ya Mungu. Tunakosa baraka ya Mungu. Ndio maana muombe Roho Mtakatifu. Yote tunayojifunza, mwambie Baba alisema, utatukumbusha, utatufundisha yote. Sana napoingia kwenye majaribu, nataka kumtukana mtu, nataka kumsemesha mtu vibaya, nikumbushe neno lako ili nisiingie kwenye huo mtego. Nisiingie kwenye mtego wa kumchukia mtu na kuweka chuki moyoni mwangu. Nisiingie kwenye huo mtego. Anasema mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, baraka ya Mungu inakuja unapojua ya kupasayo na kuyatenda. Kama huyatendi, hamna maana yoyote. Haina maana yoyote. Ndio maana anasema mtu yule anayelisikia neno la Bwana na kulitenda anafananishwa na mtu aliyojenga nyumba yake kwenye mwamba. Mafuriko yakija, pepo zikivuma, nyumba inakaa haianguki namna hiyo. Kwa hiyo usipolitendea kazi neno, saa mafuriko yanakuja, saa pepo zina
zinavuma yatakusomba. Kwa nini? Kwa sababu wewe neno kwako unalijua lakini hauliishi. Unalijua lakini haulitendei kazi. Ndio maana nakuwa nasisitiza sana mahali hapa. Miujiza kwetu sio kitu cha kukikimbilia na kukitamani sana. Ukisoma Biblia vizuri, miujiza ni kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka, washangae namna hii, wauone ukuu wa Mungu, alafu waje watubu dhambi zao. Sisi watoto wa Mungu, miujiza ni chakula chetu cha kila siku, wala hatushangae kwa sababu tunamjua Mungu wetu ndio miujiza. Hatushangae. Kwa hiyo unaweza ukaona miujiza kila leo na bado ukashindwa kumpendeza Mungu, kama walivyokuwa wana wa Israeli. Waliona miujiza lakini na bado hawakuingia Kanaani. Bado hawakuingia Kanaani. Nataka nikwambie hivi, zingatia neno lichanganyike na imani, likubadilishe tabia, likubadilishe fikra. Hilo ndio litakupeleka mbinguni. Tembea, fanyiwa miujiza usiku na mchana. Hata tumbo akugeuza tumbo badala kukaa huku likae mgongoni, muujiza huo. Afanye namna hiyo. Kichwa badala ya kukaa huku kile kwa miguuni. Lakini usipobadilika tabia, nataka nikwambie hivi, utabaki. Biblia inasema mambo yote yatapita, lakini nini? Neno la Bwana ladumu milele. Tuliruhusu neno la Mungu litubadilishe tabia. Litubadilishe. Tuliishi neno, tusiishi miujiza. Sasa sisemi miujiza ni mibaya. Hata sisi kanisa letu tunaamini katika Mungu anayefanya miujiza. Tunaamini. Lakini huo sio msingi wa maisha yetu. Msingi wa maisha yetu utabaki kuwa neno la Mungu. Mmefanya miujiza mwaka mzima, lakini huyo mtu kimwangalia ni chuki na jirani yake iliyopenda maana. Sasa hiyo miujiza ina maana gani? Maana yake nini? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Glory be to God. Watoto wangu, tubaki daima kwenye msingi wa neno. Neno ndio kila kitu kwetu. Soma neno kwa bidii, tafuta uso wa Bwana kwa bidii kupitia neno lake. Na tunaendelea wiki ijayo na Bible study yetu kwenye kitabu cha Nehemia. So beautiful book. Ni kitabu kizuri sana. Mungu akupe nafasi ili tuweze kujifunza pamoja. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Basi kwa maneno haya machache niwatakie maandalizi mema ya sikukuu ya Pasaka. Bwana asifiwe sana. Siku ya kesho tutakapokuwa tunakumbuka karamu ile ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, siku ya kesho kutwa, kuteseka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini hatimaye kufa na kufufuka. Nimeacha tukio la mwisho, lakini nimeacha kwa makusudi, kwa sababu semina ijayo mwezi wa 5 tutakuwa tunaangalia namna ya kutembea katika agano na Mungu. Lakini hilo ndio lilikuwa tukio la mwisho ambayo Yesu anachukua kikombe, anasema hii ndio damu yangu ya agano inaumwagika kwa ajili yenu. Damu ya agano ni tukio lile la mwisho. Anachukua na mkate, anasema huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo tunapoona damu, tunaona agano na Mungu wetu. Na kama tunaona agano, maana yake kuna namna tunavyotakiwa kutembea katika agano. Damu inatukumbusha kwamba sisi ni watu wa maagano na Mungu wetu, na kuna namna tunavyopaswa kuishi, kuenenda katika agano. Hayo mambo nimeyaweka kiporo kwa sababu ni somo pana sana, na nitadili nalo mwezi unaokuja kama Mungu akinipa kibali. Bwana atukuzwe sana. Bwana atukuzwe sana. Unajua, watu walio kwenye ndoa ni watu walio kwenye agano. Unaposhindwa kutembea kwenye agano, ndoa haiendi. Na unaposhindwa kutembea kwenye agano na Mungu, mahusiano yako na Mungu yanaharibika. Ndio maana ni muhimu sana kujua umuhimu wa wewe kuwa kwenye agano na kutembea kwenye agano na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Basi waimbaji mtakuja hapa tayari, tupe wimbo wa kuabudu na kutupeleka mbele za Bwana kwa dakika chache. Karibuni sana.